Haleluya. Ndio nimesema ukija mapema kuna vile utaomba ukiwa wazi, na utaomba ukiwa free, na utaomba ule muda wote ambao unataka kuomba. Bwana Yesu asifiwe. Sababu katika sisi wanadamu ni kama magari. Kuna gari moja unaweka tu funguo na inaondoka. Mtu kama huyu akifika tu kanisani, hata ukianza tu sifa, hata ukianza tu wimbo ya kuabudu, hata watu hawajaitikia, yeye tayari ameingia kwa maombi. Kuna mwingine utaimba mpaka nyimbo ziishe ndio useme twende mbele za Mungu ndiye aanze kuomba. Haleluya. Na kuna mwingine ukiwa katikati katika ile nyimbo ya kuabudu, tayari ameshakacha hapo, ameshaanza kuomba. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana nimesema kuna gari nyingine unapiga start bado, unapiga start bado mpaka unaitisha watu wasukume kabisa. Ndio unakuta yule kiongozi wa maombezi sema omba, anawaambia waombe, sababu unajua kuna mtu haombi. Bwana Yesu asifiwe. Lakini angeona kuna watu wote wanaomba, hawezi sema tuombe, sababu si kila mtu anaomba. Sababu sisi wanadamu kuna wale wanapokea Roho Mtakatifu kwa haraka, na kuna wale wanapokea kwa muda, na kuna wale kuna kitu wanataka wakishasikia. Kuna wimbo unaweza ukaimba tu, uimbe nyimbo zote, hakuna hata uwezo wa Mungu. Lakini kuna mmoja tu taimba, utasikia na wewe mwenyewe umevunjika, unaanza kuomba. Sasa unakuta ndio tukija mapema, kama wewe ni wa kusikiliza nyimbo nyingi ndio roho wako ashuke, njoo mapema usikilize nyimbo nyingi, roho wako ashuke. Hapa tunataka mtu aombe kulingana na mpango wa Mungu, sio mpango wa dini. Haleluya. Sisi superpower hatuna sheria ya maombi. Ni wewe uje umlilie Mungu wako. Bwana Yesu asifiwe. Kwamba maombi ni ya dakika 2 nini? Njoo mapema. Na ikiwezekana hata saa 1 fika hapo. Bwana Yesu asifiwe. Sasa mimi nafungua kanisa nikichelewa sana saa 1. Hapo ndio nimechelewa. Bwana Yesu asifiwe. Na hata mkiwa nyumbani mnasikia vyombo vikianza kulia, ukiangalia ni some minutes to saa 1, hapo saa 1 ndio unakuta vyombo vinaanza kulia. Bwana Yesu asifiwe. Sasa huu mwaka ni mwaka wa kutafuta uso wa Mungu. Tunataka kama wewe ni nabii, uwe nabii kweli. Halo? Kama wewe ni nabii, uwe nabii kweli. Kama wewe ni mhubiri, uwe mhubiri kweli. Kama wewe ni praise and worship, uwe praise and worship kweli. Si praise and worship kuimba kuiangalia watu, alafu kitoka madhabahu umeonaje vile nimeimba? Ulikuwa unaimbia nani? Uliza Mungu, umeonaje vile nimeimba? Tunataka wale ambao watapiga sifa mpaka Roho Mtakatifu ashuke. Bwana Yesu asifiwe. Ili mtu mwenye anatafuta Roho Mtakatifu akafika kwa kanisa hivi, anashuhudia hapa kuna Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Sasa tunataka huu mwaka ni mwaka wa kuomba. Kama kuna jambo hukufanya mwaka jana, natakana uombe, uulize Mungu kwa nini hili jambo sikufanya, na nilikuwa na matumaini nitalifanya. Kuna mtu alitaka kujenga mwaka jana, mpaka saa hii hajajenga. Kuna mtu alitaka kununua shamba mwaka jana, mpaka saa hii hajanunua. Kuna mtu alitaka kununua ploti mwaka jana, mpaka saa hii hajanunua. Bwana Yesu asifiwe. Sasa ni kuingia kwa maombi, uulize Mungu. Sababu nimekuja kugundua watu wanaomba lakini hawaombi kulingana na shida zao. Haleluya. Yaani watu wanaomba lakini hawaombi kulingana na shida zao. Wanaomba kulingana vile walifundishwa. Bwana Yesu asifiwe. Na maombi yako hivi. Hawa ni wanafunzi. Huwezi niambia kalamu za wanafunzi zitaisha tu siku moja. Ni kweli. Kutakuwa na mwanafunzi kalamu yake imeisha. Kutakuwa na mwanafunzi kitabu chake kimeisha. Kutakuwa na mwanafunzi uniform yake imeisha.
Sasa mtu anaitisha chenye hana. Sasa mwenye ako na uniform hawezi itisha uniform. Na maombi yako hivyo. Vile tumekuja kanisani, kila mtu ako na hitaji lake. Haleluya. Kuna mwingine hata amekuja kanisani Mungu amjalie apate mke. Na hiyo ndio ombi lake. Halo. Mwingine ako tu kanisani Mungu amjalie apate kazi. Hiyo ndio ombi lake. Mwingine amekuja kanisani Mungu amjalie ashinde mwenzake. Kila mtu amekuja na kitu ya. Bwana Yesu asifiwe. Sasa unapokuja mbele za Mungu, kitu cha kwanza lazima ujue wewe una shida gani. Haleluya. Hiyo ndio kitu cha kujua. Usiombe kwa vile huyu dada anajua kuomba na mimi nikijua kuomba kama huyu dada, najua Mungu atakuwa amenitendea. Sasa unaomba kama yule dada, uko na shida moja na yeye. Haleluya. Unaomba kama yule dada, una shida moja na yeye. Mimi nataka kuhubiri kama fulani. Je, unahubiri kama yeye? Uko na mafunzo moja na yeye? Haleluya. Na ndio maana mimi nawafundisha be yourself. Kama unahubiri na malapa kwa miguu, hubiri hivyo watu wajue yule mchungaji wa malapa. Watakuwa wanakuja kwa ajili yako. Bwana Yesu asifiwe. Na ukiwa mwenyewe utakuwa unang'ang'ana Mungu akupe vitu za kufundisha. Na sasa unapewa vitu za kufundisha, kuna mambo itaenda kutendeka kwa sababu umeenda mbele za Mungu vile ulivyo. Bwana Yesu asifiwe. Sababu kama watoto wote wanaweza kosa uniform, uniambie kanisa nzima inaweza kosa uniform? Mimi niko na mke, siwezi omba nipate mke. Hiyo ombi ni la mtu mwingine mwenye hana mke. Kwa hiyo ombi si langu. Hiyo ombi si langu. Na wewe uko na shamba, mimi naomba nipate shamba. Wewe huwezi omba upate shamba. Hilo ni ombi langu, mimi nataka kupata shamba. Bwana Yesu asifiwe. Sasa ile kitu iko, lazima kitu cha kwanza katika maombi, lazima ujue shida yako. Sasa ile shida yako ni utakuja nayo mbele za Mungu, umwambie mimi niko na shida hii. Na ndio maana hapa niliwaambia saa ya maombi sitakuwa nikizima vyombo. Nataka utamuke chochote chenye unajua ni shida ya maisha yako ili Mungu akusaidie. Na ndio maana vyombo vinalia kwa sauti ya juu ili kama kuna mbea kanisani hata sikia chenye unasema. Bwana Yesu asifiwe. Mbea kusikia huyu dada anasema nini? Hata kwa sababu kila mtu atakuwa naomba na kiongozi wa maombi anang'ang'ana kuambia watu waombe. Sasa akikuona umeenda kusikiliza mwingine, atakuja kuuliza wewe. Kama mimi nitakuwa naongoza maombi, lazima nije nikwambie wewe kuna shida gani? Omba. Ama nikutoe hapa nikwambie simamia pale. Haleluya. Sasa tunataka saa ya maombi vile huu kumbi ni mkubwa, hata kabla hatujaongezea upande huu. Vile ni mkubwa, simama mahali popote unataka. Usikie yani nikisimama hapa, sababu najua nyinyi wenyewe mnajuana wa Mbeya Haleluya. Nyinyi wenyewe mnajuana wa Mbeya. Sasa ukiona wacha nisimame hapa, Mbeya ako kule na mimi niko hapa. Sasa hapa ni uombe, ukae mahali utaomba bila mawazo yako kugangania na mambo ya dunia. Bwana Yesu asifiwe. Kama kuna mwingine ukisimama na yeye hutaomba. Na yeye haombi, anakusikiliza wewe utasema nini, una shida gani? Haleluya. Na ndio nitakana sasa mwaka huu ni kila mtu aweke shida zake mbele za Mungu. Sasa hiyo shida zako unapoweka mbele za Mungu, Mungu atashughulikia. Lakini watu wengi hawatendewi kwa sababu hawaombi kulingana na shida zao. Mwingine ako kanisani na hajawahi kuuza shida yake. Ndio sasa atatoka kanisani aenda atafute muombezi ndiye amueleze shida. Haleluya. Kwa nini hakumueleza Mungu?
kuna sababu. Labda kanisani ni wambea ni wengi. Haleluya. Kwa hivyo huu mwaka superpower, tunataka vipawa za watu viinuke. Ufanye huduma mpaka useme kweli Mungu amenisaidia. Bwana Yesu asifiwe. Wafalme wa pili 18. Haleluya. Tunataka kila mtu ajue kile kinatakikana kufanya. Unachunguza nyumba yako. Huwezi niambia umekuja kanisani bila hitaji. Wewe umekuja kufanya nini? Na Biblia inasema tumeleta shida zetu. Mstari unarudi na kuongezea, inapigilia nyundo. Njooni nyinyi nyote wenye kusumbuka na kulemewa na mizigo mizito. Sasa wewe umeleta mzigo gani? Umekuja tu kuangalia vile superpower wanajua kuimba. Umekuja kuangalia vile superpower wanajua kuomba. Umekuja kuangalia kanisa la superpower wamejenga wamefikia wapi. Umekuja kuangalia je kuna vitambaa ama hakuna. Umekuja kuangalia kama kuna carpet ama hakuna. Sasa unakuta mtu ako kanisani, badala awe makini na neno la Mungu, unaona ni kuangalia tu anaangalia juu chini, anaangalia mtu akipita anaangalia. Sasa huyu mtu hajakuja kumtafuta Mungu. Amekuja kuona mapambo ya dunia. Na hivi vitambaa vitararuka, tunanunua zingine. Lakini mwili wake hautararuka mpaka afe. Hatuwezi badilishia mtu mwili. Labda kama mwili wako imechoka, unakuta mguu inakatwa inatangulia kaburini. Hatuko hapo kukubadilishia mwili. Vitambaa tutabadilisha. Haya mavazi tutabadilisha. Leo sina suti nzuri. Itatokea suti kwa huu mwaka ile yenye itakuwa inaitwaje? Unajua kuna ile nguo inakuja. Yaani ndio mtindo wa hiyo siku. Sisi tukikuwa kulikuwa na mabeli bottom. Unaipiga teko kiirudisha huko, unaipiga teko kiirudisha huko. Lakini saa hii wanashona zile za kubana. Haleluya. Sasa unakuta tusipokaa kwa mpango wa Mungu, utakaa kanisani muda mrefu ukishangaa mbona fulani anabarikiwa mimi sibarikiwi. Haleluya. Wewe ukija kanisani hauji na shida yako. Unakuja na mambo mengine. Tuanzie mstari wa 3. Akafanya yaliyo mema machoni pa Bwana, mfano wa yote aliyoyafanya Daudi baba yake, alipoondoa mahali pa juu, akazibomoa nguzo, akaikata hiyo Ashera, akaivunja vipande ile nyoka ya shaba aliyoifanya Musa, maana hata siku zile wana wa Israeli walikuwa wakiifukizia uvumba, naye akaiita jina lake Nehushatani. Alimtumaini Bwana Mungu wa Israeli. Hata baada yake hapakuwa na mfano wake katika wafalme wote wa Yuda, wala katika hao waliomtangulia, maana alishikamana na Bwana, hakuacha kumfuata, hali alizishika amri zake Bwana alizomwamuru Musa. Baba uliyeziumba mbingu na nchi, angalia nimesoma neno lako, kwa kuwa wewe ndio kimbilio letu, tegemeo la maisha yetu.
Angalia neno lako, naomba ukatuongoze jinsi upendavyo, ili tukalijue zaidi. Ni asante kwa maana utatenda, na ni katika jina la Yesu Kristo nimeomba na kuamini. Haleluya. Hapa huyu mfalme kuna kitu alikifanya. Bwana Yesu asifiwe. Tunakumbuka Musa alipokuwa na wana wa Israeli jangwani, wakawa wanaumwa na manyoka. Mungu ndiye alisema nyoka itengenezwe ya shaba. Na nyoka ilipotengenezwa ya shaba, wana wa Israeli wakaambiwa, kila mtu atakayeumwa na nyoka atazame hii sanamu atapona. Bwana Yesu asifiwe. Na Israeli walipokuwa wakiumwa wakitazama wakipona, ilifika siku huo muda ukaisha. Muda ulipoisha, ikawa wakaendelea na safari. Lakini baada ya siku nyingi, wana wa Israeli walikuwa wanasafiri, wanaenda kufukizia yule nyoka wa shaba uvumba. Na lile jambo likamchukiza Mungu, lakini Mungu ndiye alisema hiyo shaba ifanye nini? Itengenezwe. Bwana Yesu asifiwe. Kitu cha kwanza ujue Mungu ndiye alisema shaba itengenezwe. Lakini hii jambo watu walisahau Mungu, wakaanza kuabudu shaba. Wanaenda kuifukuzia uvumba wakisema Mungu wetu, Mungu wetu, Mungu wetu, Mungu wetu, Mungu wetu, Mungu wetu. Sababu unajua walikuwa wanatazama na wanapona. Haleluya. Kwa vile walikuwa wanatazama wanapona, sasa walichukua ile nyoka ya shaba kama Mungu. Haleluya. Lakini saa ile Mungu alitengeneza, kulikuwa na muda ambao ile nyoka ingefaa kutumika, alafu itupwe. Lakini wana wa Israeli walibadilisha, wakaifanya kama Mungu. Na ndio maana wakati kama huu kuna mambo inafanyika ya majira, unakuta watu wameng'ang'ania pale. Kumbe majira imeshaisha. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana huwa anasema hata wewe ukitoka na mafuta yako nyumbani, ukitoka na chumvi yako nyumbani, ukitoka na maji yako nyumbani, ije iombewe. Usifanye makosa kuita hayo maji Mungu. Haleluya. Usifanye makosa kuabudu maji ukaacha Mungu. Sababu wana wa Israeli walianza kuabudu nyoka wakaacha Mungu. Na sawa, wacha hii maji yako yenye umeleta hapa ni sisi wanadamu tumeiombea. Haleluya. Yule nyoka wa shaba ni Mungu mwenyewe alisema itengenezwe. Lakini unaona, saa ile wana wa Israeli walianza kuabudu yule nyoka, Mungu naye alikasirika. Akataka ile nyoka iondoke mahali pale. Haleluya. Sasa hebu niambie, ni jambo gani ndio unakuta babu yangu alikuwa. Ule ni wakati wa babu yako. Haleluya. Wewe babu yako alikuwa na simu. Wewe unafanya nini na simu? Halo. Babu yako alikuwa na simu, mtumishi. Wewe unafanya nini na simu? Si useme sasa babu yetu hakuwa na simu, mimi sinunui simu. Sababu huu wakati ni majira, kila mtu anatafuta kuwa na simu nzuri. Siku za kuandika barua ziliisha. Barua yenye unaandika, usipoandika kama telegram, unalipishwa kwa maneno ndio ifike haraka. Ile yenye utaandika uweke kwa posta. Hata mtu anaweza kuwa umemtumia Nairobi, atakuja huku na bado barua haijafika. Mtu alikufa mpaka wakazika, ndio wewe unapata barua baada ya miezi miwili. Halo.
Sasa kwa hiyo haya majira haya mtu anakufa saa hii. Halo, fulani ndiye ametuacha. Amekufa saa ngapi? Alikufa saa 4:30 hivi. Unani amekufa saa hiyo na umempa? Sababu haya ndio majira tunatakana tukae nayo, sio yale ya barua. Sasa wana wa Israeli walikwama kwa majira ya nyoka ya shamba wamtazame, mpaka wakaanza kuita nyoka Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana huwa nawaambia usiwahi ita superpower ni Mungu huyu. Haya madhabahu hapa ni mahali pa kuja kumjua Mungu, na tumuite aje. Bwana Yesu asifiwe. Kama mimi napenda Biblia inasemaje? Niliwaambia Yesu alikuja kufanya nini? Haleluya. Yesu alikuja kufanya nini? Kuna kitu Yesu mwenyewe aliambiwa na Mungu aje afanye. Haleluya. Yesu alikuja duniani watu wamjue Mungu wa kweli. Mungu wa pekee wa kweli. Sababu kuna watu walikuwa na miungu wakidhani ni miungu ya kweli. Lakini sasa Yesu alikuja watu wamjue Mungu wa kweli. Na ili watu wamjue Mungu wa kweli, lazima afanye miujiza kuliko Mungu wa hawa watu. Haleluya. Sababu ndio maana Yesu akainua mkono, akasema ile kazi umenituma nimeifanya. Haleluya. Lakini sisi tukaambiwa tumekuja kuwekwa huru. Sawa? Na hii Yesu kuzaliwa ni Mungu pamoja nasi, ili sisi tuwekwe huru. Bwana, si Mungu ndiye anawekwa huru. Haleluya. Sasa unajua kwa vile yeye alikuja ili watu wamjue Mungu wa pekee wa kweli. Sasa hiyo ndiyo ilikuwa mishoni yake. Bwana Yesu asifiwe. Na sasa na hawa na wao walikuwa, kwa vile Musa alikuwa ni mtumishi wa Mungu na akaambiwa atumie nini? Nyoka ya shaba. Watu wakaanza kuabudu. Wakaacha Mungu. Elisha naye alipochukua chumvi akaweka kwa yale maji yakawa matamu. Unakuta kuna mtu ako na imani, kama hana chumvi hawezi omba. Haleluya. Kama hana chumvi hawezi omba. Kwa unakuta ameamini chumvi kuliko Mungu. Na hii chumvi ni sisi tumeombea tu hapa. Sasa ameamini hiyo chumvi kuliko nani? Sasa hebu niambie, wana wa Israeli wanajua kabisa huu ulikuwa ni Mungu alipeana huu mfano. Ukitazama hii nyoka unapona. Wanajua ni Mungu. Sasa wewe utakuwa uko wapi? Kitu cha kimetoka kwa Mungu si sawa kabisa. Tukiabudu ni sawa kabisa, hiki kitu ni cha Mungu ametengeneza tuabudu. Lakini Mungu ako na majira yake. Labda shida yako iko na majira tofauti na shida yangu. Sasa shida yako ikifika yale majira ya kwako, inabidi ufanye majira yako, na sifai kuiga majira yako. Mimi nataka niangalie majira yangu. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana majira ya wana wa Israeli ya nyoka iliisha. Na ndio maana ilibidi hiyo nyoka ivunjwe. Kama majira hiyo iliisha, tunataka mfano huu sasa wa leo. Haleluya. Na ndio maana mfano wa kitambo kulikuwa, tuseme kwa mfano, mwanzilishi wa superpower anatengenezewa sanamu, anafanana nayo kabisa, alafu anaweka kwa makao makuu. Haleluya. Tumeelewana?
Mwadhiri wa superpower, sanamu inawekwa kwa makao makuu. Sasa watu watakuwa wanaabudu hiyo sanamu, huyo mchungaji akifa. Haleluya. Vile Eldoro, mimi ndio mchungaji mwenye ametangulia hapa, inatengeneza sanamu yangu na hakikisha nafanana nayo kabisa. Ile siku nitakufa, mnaanza kuabudu hiyo sanamu. Haleluya. Na hiyo ndio watu wa kitambo walikuwa wanafanya. Mtu anakufa, wengine walikuwa wanangojea mtu anaoza ndio wachukue lile fuvu la kichwa waende waliwekwe kwa pango ili wawe wakienda kuabudu. Halo. Na ukisikia irizi ya nyumbani, mtu alikuwa anakufa, ngozi inakatwa kwa ile maiti, inachomwa, inakuwa vizuri kama jivu, alafu hiyo jivu inakuja inawekwa kama ulinzi wa boma. Sasa inatumika kama irizi. Sasa mtu akiomba, unasikia baba yangu nisaidie, baba nyansi nani ya mama nisaidie, baba. Hata sasa kuna watu wanaomba maombi aina hiyo. Yaani wewe ukienda, anaanza kusema anatafuta babu mpaka adani, na hiyo roho iko inamuonyesha. Kama mimi vile naitwa Amiri, atajua Amiri alianzia wapi na maagano gani yalifanyika. Halo. Kama wewe ni mwachofi, ataangalia mpaka ajue huyo mwachofi yaani hayo maroho inahamuka, inamfundisha vile atafanya huduma. Na akisema kitu nasema ni, ukiuliza baba nasema ni kweli. Huyo mtumishi ako wapi? Huyo ni mtumishi wa kweli. Lakini anaabudu nini? Anaabudu mababu. Yaani kizungu anasema vizuri, ancestor. Haleluya. Wazungu wanasema ancestor, yaani kizungu wanasemaje? Mungu anisaidie jamani, na mimi nijue kizungu kidogo. Haleluya. Wanasema don't obey your ancestor than your God. Hello. Some people, they are obeying their ancestor, but they don't obey God. Because ancestor, there is something that I want you to understand, that ancestor, there is somebody dies with a covenant so that you can inherit that covenant. Because a covenant, there is something that you can die without knowing you are dying. Yaani uko na imani hata sasa unaelekea kufa, hauna imani kama utakufa, unasema mimi niko hai na unakufa. Haleluya. Sasa hizi vitu lazima ujue katika imani yako ni nini unaabudu. Haleluya. Unajua kuna hizi vitu unaweza kuwa unaomba, kumbe hauombi Mungu wa kweli. Na ndio maana Mungu alimtuma Yesu ili watu wamjue Mungu wa kweli wa pekee. Haleluya. Na ndio maana wazungu wanasema don't obey your ancestor, just obey your living God. Unaweza kuwa unajua kuhubiri, lakini kule kuhubiri ni miungu ya kweli inakusaidia, ni miungu ya kweli inakupa maono, ni miungu ya kweli inakuelekeza. Hata ukilala unaona hayo maono, na wewe unajua ni Mungu. Kumbe ni miungu ya kweli. Kuna watu baada ya kuokoka hawajatengeneza agano na Mungu, bado wanaishi kwa agano la mababu. Haleluya. Yaani wewe umeokoka,
lakini hujatengeneza agano na Mungu. Haleluya. Sisi tunaelewana? Yaani ulipookoka inatakana uingie maombi. Uambie Mungu na utafute sadaka. Uambie Mungu, kuanzia leo ninatoka kwa yale mababu mahali nilizaliwa. Ninakuja kwako wewe uliyeziumba mbingu na nchi. Ninajiunganisha na hii sadaka. Naomba unipokee. Nikianza kuomba, hata kama nitatamuka vibaya, ujue ni wewe tu, sababu mimi mwanadamu ni wakukosea tu kila wakati. Hata kama nitatamuka vibaya, ama nitamuke tu naomba Mungu na sijakutaja vizuri, ujue ni wewe. Na utoe ile sadaka ya kujiunganisha na nani? Na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Mwingine ameombewa toba mara 30. Sasa ujui ni toba gani itamsaidia. Haleluya. Crusade hii kija, njooni muokoke, nataka kuokoka, anaombea wokovu. Hao watu wengine wakija na crusade, nataka kuokoka, anaombea wokovu. Hao wengine wakija na nataka kuokoka, anaombea wokovu. Ataombewa ngapi? Bwana Yesu asifiwe. Sasa ile kitu kiko ni kwamba lazima ujiweke, ujue yule Mungu anayekuongeza ni yupi. Unajua wewe mwenyewe ukishajua, utakuwa unaomba ombi ambalo linamfikia Mungu. Na kama hujui, sawa, utaomba itafanyika, lakini kuna wakati utaomba utashindwa nitafanyaje. Bwana Yesu asifiwe. Sasa itakana kama unaomba, lazima ujue kuna Mungu aliyeziumba mbingu na nchi. Na ujue kuna Mungu wa baba zako. Haleluya. Sababu wengi walikuwa na choma nyama, wengine walikuwa na choma nguo zake, wanazifunga ile jivu, wanagawia kila mtoto. Walikuwa wanaamini vile amekufa ndiye atakuwa analinda boma. Sasa ukija kwa boma, na ilikuwa inafanya kazi. Ukija kwa boma zingine, utaona ni kama mtu amesimama. Uone yaani utakuwa tu na utaona tu, hata kama kisiki akili takwambia mtu wako hii inabidi tu upite. Sababu ile miungu wameamini na imani yao inafanya kazi. Na hata ukiangalia Yesu alikuwa anaambia mtu imani yako. Haleluya. Sasa hapa kuna majira ya nyoka yaliisha, lakini watu wakang'ang'ania bado kuendelea na nyoka. Bwana Yesu asifiwe. Lakini ilifika wakati huyu mfalme akapewa ufunuo, akaenda akavunja hiyo. Vunja sijui alitupa wapi, sijui aliuza. Biblia isemi kama aliuza. Alivunja tupilia mbali. Haleluya. Daudi yeye aliambiwa avunje maashera zao na nguzo zao, lakini huyu aliambiwa ile nyoka. Watu wakajua huyu mtu bila amevunja nyoka ya Mungu atakufa. Haleluya. Lakini aliongoza vizuri kabisa. Tena anasifiwa. Alienda na akaogopa sheria Mungu alizomwamuru Musa. Haleluya. Kwa hata hiyo kitu kama ilikuwa inamchukiza Mungu, hiyo shaba ilikuwa inamchukiza Mungu. Nashinda wao watu sasa wameniacha. Hii kitu niwaambia tu watengeneze ni dawa. Ni kama uligonjeka malaria, ukaenda hospitalini ukapewa dawa za malaria. Sasa hii tumbo inakuuma, bado uko na dawa za malaria unataka kumeza. Halo, inawezekana? Lazima ujue kuomba kulingana na majira yako. Uombe kulingana na shida yako, usiombe kulingana vile ulisikia. Nilimsikia mchungaji fulani
alikuwa anahubiri vizuri sana, na alipoanza kuomba akakemea hii akakemea hii akakemea. Na mimi sasa nikiomba nataka na mimi nianze kukemea hizo vitu. Je, ni za kwako? Haleluya. Si za kwako, wewe njoo na za kwako za wakati huo. Na ndio maana nimekuambia babu yangu mimi hakuwa na simu. Halo, hata baba yangu alikufa saa ile simu zinaingia. Sasa mimi nikae kama baba yangu sababu hakuwa na simu. Nisinunue simu. Halo. Sasa ile kitu iko nitakana tuende na nini? Na mpango wa Mungu. Mpango wa Mungu utachunguza maisha yako, uombe kulingana na maisha yako. Na Mungu atakusaidia. Haleluya. Tumeelewana hapo? Sasa ukikaa jua kwamba katika maisha yangu kuna mpango wa nani? Wa Mungu. Na kuna mpango wa wanadamu. Na kuna mpango wa babu yako. Babu yako anataka hata wewe uwe tajiri. Hata ule baba anataka uwe na pesa. Tena anataka uwe na ploti yako. Hataki uwe unakodisha. Kwa hata yeye ako na mawazo mazuri. Hata anakuombea kwa miungu zake. Ya kwanza labda nataja jina lako. Jamani fulani, kwani kulikuwa na shida gani? Hiyo huwezi bariki mtoto wangu. Na wewe uko hapo unasema jamani Mungu nisaidie. Sasa unakuwa kunakuwa na mvutano. Miungu inasema ni mimi nafaa kumbariki. Mungu naye anasema ni mimi nafaa kumbariki. Sasa unakaa tu hapo katikati unasumbuka miaka yote. Sababu hujatangaza Mungu wako ni yupi? Haleluya. Sasa lazima uchague Mungu. Ukishachagua Mungu, kuanzia hiyo siku uwe mwaminifu kwa nani? Kwa Mungu. Ukipata sadaka zako unarudi pale unaambia Mungu wangu aliyeziumba mbingu na nchi, nimepata hiki. Naomba ukipokee. Lakini unakuta sisi wengi, unakuta miungu ya kwetu haiwezi kubali tutoe sadaka sababu inajua sadaka inaongea. Sasa ukitoa utaacha ile miungu sababu utakuwa umesaidiwa na miungu hii. Na utakuta mtu ameokoka lakini wakiwa kwa Christmas nyumbani unasema na fulani anatembea tu kama fulani. Jamani fulani alikufanyaje? Wewe. Yaani ulizaliwa yeye kabisa. Na huyu ndugu ameokoka, huyu dada ameokoka. Haleluya. Tulikuwa kwa Christmas jamani. Yaani ukitembea tu huyu anatembea tu kama baba yake kabisa. Yaani hata ni kama baba yake ndiye amefufuka. Huyu anatembea tu kama ndugu dadangu. Ni kama ndani nikimuona naona ni kama dadangu amefufuka. Haleluya. Halafu akishaongea hivyo, halafu maisha yako iwe na mchanganyo kidogo. Anaanza kuomba ule dada. Dada, kwani wewe ulienda tu kulala na jina lako hapa linatatizika? Angalia mtoto wangu nilimuita jina lako, anatatizika hapa. Wewe umeokoka. Haleluya. Mama hajaokoka vizuri, ako kanisani, ako kwa waganga. Saa ingine anaenda na picha yako. Hebu niangalilie huyu mtoto. Hizi siku zote haolewi. Kuna shida gani? Hizi siku zote kuna shida gani hapa? Picha yako imepelekwa kwa mganga, wewe uko kanisani. Haleluya. Hawa watu wote si ati wanakutakia ubaya. Kila mtu anakutakia maisha mazuri. Si ati amekupeleka kwa mganga kukuroga.
anashangaa na maisha yako. Anashangaa na maisha yako. Huyo mtu jamani, tangu azaliwe aende huko mahali yuko, hajaifanya kazi ya maana. Hajaifanya kazi ya maana jamani. Nimekuja kwako wewe mganga. Mtoto wangu, hebu ongea kitu kuhusu, hebu niangalilia hapa. Huyo mtoto, leta picha yake. Picha yako inapeana. Ile mlipiga mkiwa kwa Christmas. Halo. Na mkipiga alisema jamani mwanangu, hata uwezi niachia picha yako. Kumbe anataka aenda aulize kule. Haleluya. Kumbe anataka aende kufanya aulize kule. Sasa akishauliza utafanyaje? Hata saa ingine hujui. Labda uwe unaomba kiroho ndio utamuona akipeleka picha yako. Kama uombi kiroho hautajua. Sasa shida inakuwa hapa. Iko hivi. Ukienda kwa mganga, alafu kama maombi yako imeshuka kidogo, cha mganga kitainuka kianza kukusaidia. Si hivyo? Ukifika mahali ukikasirika, useme mimi mambo ya giza sitaki, na kataa mambo ya giza. Ile kia mganga kilikuwa kimesimamishwa kinapotea. Unaanza kulala njaa. Unaanza kulia, jamani sema nimelala njaa. Sasa utakuwa uko hivi. Yaani ukibarikiwa na ya Mungu, unakaa na ya Mungu kidogo. Ule ukienda kwa mganga ya Mungu inashuka, inarudi ya mganga. Ukienda kwa mganga sasa utakuwa huku unaenda na ratili. Haleluya. Tumeelewana? Sasa unakuta ile ratili yenye unaenda nayo ni tofauti na chenye wewe unaelewa. Na ndio maana inasemekana tuwe na msimamo. Na msimamo. Msimamo wa Mungu. Lale njaa ni Mungu. Ufanye nini ni Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Je, na wanao kuzunguka wanamwamini Mungu? Hakuna. Hawako. Ni ngumu. Bwana Yesu asifiwe. Wao wanajua kabisa nikikosa chakula nachukua kuku, ninaenda ninachinja, ninaitupa kwa maji. Inaenda na maji. Na sasa kwa vile amejua nikiwa na kuku inaenda inatupwa, inaenda na maji. Sasa unakuta yeye akipata shida, anaenda anachukua kuku, anachinja, anatupa, inaenda na maji. Na yeye anaamini Mungu amefanya. Sasa wewe uliyeokoka nawe hata sadaka hautoi. Hakuna sadaka. Yeye ameshatoa na akatupa, nyama ikaenda na maji ujue. Nyama ya Christmas ikaenda na maji. Mbuzi ya Christmas ikaenda na maji. Hajaona imeenda na maji. Bali anaona ni Mungu ndiye ametoa. Yeye anajua ni miungu yake imechukua. Sasa na wewe unaomba maombi matupu. Ya nani itakuwa na nguvu? Ya miungu. Ya huyo mwenye nguvu. Basi, yeye ametoa sadaka ikaenda na maji. Sasa hautamshinda. Yeye ameamini na akasema vile inaenda hivi. Shida zote zienda na maji. Na sisi kwa wewe umeomba, umesindikiza na nini? Hakuna hata kanisa tujasindikiza kitu. Hatujasindikiza na kitu. Tuka mikono mitupu. Haleluya. Huyu mtu alikuwa, wazee walikuwa naamini mvua kama inyeshi. Wengine walikuwa naambiwa leteni ng'ombe rangi fulani twende nayo mlimani. Na watu wanatoa wanaenda nayo mlimani. Na kuna wale wa kusindikiza na makuku na mambuzi. Wanataka mvua ifanye nini? Na nakwambia wakitoka hapo mvua itaanza wakiwa mlimani. Tena watu nasikia watu wameamini. Wazee, nimeona wazee wakipita. Walikuwa naenda wapi? Walikuwa na nini? Walikuwa na ng'ombe na mbuzi. Mvua itanyesha. Vile wameenda hiyo mvua itanyesha. Yaani watu wameamini kabisa vile wameenda na ng'ombe mlimani mvua itafanya nini? Wewe tangu vile umetoka nyumbani, hata wa nyumbani hajaamini kama utabarikiwa. Mwenye umeacha nyumbani hajaamini kama utabarikiwa. Hajaamini kama utapona. Hajaamini kama utafunguliwa. Wazee walikuwa najua tu vile ng'ombe imeenda mlimani.
mvua Kwa hivyo kijiji kizima wako na imani. Wazee wameenda kuleta mvua. Kama huko kwetu Wafula ndio walikuwa naenda kuleta mvua. Unaona? Wanapanda mlima na yani wakiwa huko mlimani mvua itaanza kunyesha. Tena wakiwa kule unasikia mawingu pana moja imetanda. Kumeanza mgurumo, yani kama uko safari uko mbio mbio urudi nyumbani. Kama ulikuwa umeanika matandiko ya watoto, yani unaanza tu kusema jamani matandiko imenyeshewa. Yani imani nakwambia tu mvua inanyesha. Sasa wewe umetoka nyumbani, hata yule umelala naye kitanda kimoja, haoni kama Mungu wako anaweza fanya kitu. Haleluya. Sasa na huu mwaka nataka huduma yako ianzie kwako nyumbani, mpaka wa nyumbani aseme mke wangu akiomba, mume wangu akiomba, mtoto wangu akiomba, nataka watu waanze kule nyumbani. Ndio sasa ukitoka ukienda kanisani wanabaki na imani kwamba bila ameenda kanisani jamani msimukose. Haleluya. Sababu unajua watakuwa hata wao wako na imani, na wao wakiwa na imani wanabusti imani yako. Haleluya. Si hata fulani alikuwa ameokoka, je unajua wokovu wake? Ni wangapi wameokoka na wanaenda kwa mganga? Ni wangapi wameokoka na ni wachawi? Ni wangapi wanaenda makanisani na wamefuga manyoka kwa manyumba? Ni wangapi wameenda kanisani na wameficha vitu kwa vitanda vyao? Mama anasema mimi hapa ndio nataka kusema. Anaambiwa chukua hii enda weka kwa kitanda. Akilala tu hapo. Ndio unakuta wazee wengine wamekoa wajinga, wanapotelea kwa pombe sababu mama alienda kwa mganga akasema anataka yeye awe ndio kusema. Sasa yeye ndio kusema, yeye inabidi yeye ndiye atafute chakula, yeye ndiye apike. Mume akipata pesa yeye ni ulevi tu. Anakuja tena na mtukano, umepika nini hapa? Hapa ni kwangu. Na kama mzee hajalewa, mzee wa watu mzuri jamani, anaongea na heshima. Ukifika pale kama mtumishi anakuheshimu kama mtumishi. Wacha aenda alewe. Sababu kisa ni maana kwamba mama alisema anataka awe yeye ndio kuongea. Sasa kabidi mzee naye akae maziwa lala tu hapo, mama afanye nini? Na akaongezewa mzigo mwingine, lazima mtafutie chakula. Sasa ndio unakuta mama ako kwa kubeba ndizi analetea baba chakula nyumbani. Baba akipata zake hata ijulikani zinaenda wapi. Haleluya. Alafu katika maisha kuna watu ambao kubadilika ni ngumu. Kuna mtu alikuwa akilalamikia tu watu. Jamani nimefanywa, jamani nimefanywa, jamani nimefanywa, akiwa mtoto. Mpaka ako mkubwa anasema bado nimefanywa, nimefanywa, nimefanywa. Ameoa, mke amenifanyia, mume amenifanyia, mke amenifanyia, mume amenifanyia. Yaani hiyo kitu alikuwa nayo. Na hata mpaka ni mtu mkubwa mzee ndevu nyeupe bado ako na hiyo. Sababu najua alizoea nimefanywa yetu, yani kwa nyumba alikuwa tu ndio kuchochea. Fulani hajaosha vyombo, fulani hajatafuta kuni, fulani hajafanya nini. Mimi ndio niliosha vyombo siku fulani, mimi ndio nilifanya sio nini kitu fulani. Juzi mimi ndio nilipika. Sasa amezoea kwa hiyo mazingira. Kwa hiyo hata yeye ni mkubwa, hata anataka ameolewa, anaambia mume wake mimi nilipika jana, wewe pika leo. Pika chakula tukule. Sababu amezoea. Sasa mtu kama huyo kama ni mume wako atakuwa tu anakutafutia makosa. Sababu ameshazoea kutafuta makosa. Kama ni mke wako ataanza kukutafutia makosa. Yaani hakuna siku anakosa kosa. Haleluya. Ni mume amefika kwa nyumba amekuta vyombo havijaoshwa. Mbona hamjaosha vyombo? Kwani kuna siku gani aliosha vyombo? Si unajua tu mimi nitaosha vyombo kwa muda wangu. Sasa hiyo ni kitu cha kugombana. Halo.
Sasa kuna watu walizoea tu hayo maisha. Nimefanywa. Sasa hata ni wababa wakubwa bado wako tu nimefanywa. Mambo ya watoto. Yaani anafurahia dakika 2-3. Yaani mkikaa naye masaa mawili mmekosana. Masaa mawili tu kwa nyumba mmefanya nini? Sasa inatakikana yeye akiamuka aje akunywe chai aende shughuli ili mkutane jioni. Jioni aongee dakika 2 akikasirika usingizi ingia ala. Muda tena asubuhi mtu akiamka anaamka na shughuli zake. Haleluya. Sababu unajua wako kwa mambo ya kitambo. Na wazazi ndio walitufundisha hiyo mambo. Au mimi zile ndoa nimezisimamisha zimerudi hai. Nyingi zilikuwa na mambo kama haya. Kwanza kitinda mimba. Wapatane vitinda mimba wawili. Hiyo nyumba iko na shida. Sababu kitinda mimba alikuwa anajua mtoto, mtoto. Mpaka saa yako na ndevu bado anaitwa tu mtoto. Hata hajapata watoto wake. Bado anaitwa hivyo. Ni mtu mkubwa, mama mkubwa. Akienda nyumbani bado mtoto, mtoto. Mbona utembelei mtoto? Sababu alikuwa kwa hayo mazingira ya utoto. Yeye alikuwa tu andaa mandazi kipindi anafichiwa. Shika. Lakini kipande mboga wakipakua mboga kama ni nyama wanamfichia kidogo mtoto. Mtoto najua hajashiba. Sasa nataka hata mume wake amuite mtoto. Kwanza hata kwa nyumba kujipanga tu kupika. Hawezi jipanga. Ukimwachia pesa ajipange yeye anaenda kula hoteli. Sababu alikuwa amejua kusema mimi ni mtoto. Sasa hako kwa mambo ya kitambo hajajificha. Ajue sasa mimi ni baba wa mimi ndio kusema hapa nijue watu watakulaje. Leo siendi kazini nimechoka, anafutwa kazi. Jamani sina kazi, jamani tafutieni mtoto wangu kazi, anatafutiwa ingine. Ana kazi kumbili sababu hajazoea kazi. Hao wengine ndio walikuwa wanatafuta kuni. Hao wengine ndio walikuwa wanatafuta kila kitu. Yeye amekaa tu. Mtoto. Mtoto anakuwa mtoto hata akiwa na watoto. Na ndio maana yule mfalme alikasirika, akaenda akavunja ile nyoka. Hatutakaa kwa mambo ya kitambo. Tunataka kila wakati tupate kitu kipya. Ukiingia kwa ndoa jua sasa mimi ni mtu mzima na hii ni ndoa yangu. Mimi ndio kusema mpaka wangu ni huu. Vile baba alikuwa anatafuta chakula, mimi ndio baba ya hii nyumba na mimi ndio kuleta chakula hapa ndani. Bibi amenikalia. Kama yeye ndiye ananunua chakula, utamkalia lini? Sasa utamkalia lini? Kwanza ile chakula bibi ametafuta, wewe ndio unatamani tena ile ndio umekaa upakuliwe. Ukule hiyo. Alafu bado unasema umekaliwa. Jamani. Mimi mtu akisema amekaliwa naanza kuchunguza. Nauliza swali. Hapa ndani nani ananunua chakula? Mpaka watoto wanajua mama ako na pesa kuliko sababu mama ndiye anashughulika. Hata mtoto akifukuzwa shuleni, mtoto anakuja kwa mama, unajua sina kalamu. Anakuja kwa mtoto, mama unajua kitabu yangu imeisha. Mama unajua leo shuleni sijakula. Mpaka watoto wanajua ni mama. Utakaliwa lini? Haleluya. Kuna vitu ya kusema nimekaliwa. Kuna vitu vinasababishwa unaamua kukaliwa. Na kama huwezi tafutia familia yako chakula, kubali tu ukaliwe jamani. Halo, kubali ufanye nini?
Na kama unajichangamsha, nitakana akileta na wewe unaleta. Akileta mtoto akifukuzwa shule kukutana na mtoto, unaenda na mtoto shuleni. Unamuuliza ni hapa kuna shida gani? Mtoto tunadai shilingi 2,000. Sasa fanya hivi. Chukua hiyo 1,500, hiyo 500 ngoja tutatafuta. Ukishakaa hivi mtoto unadaiwa ngapi? Baba alilipa 1,500, nimebakisha 500. Mama anatoa 500. Deni imeisha ama bado? Ile pesa wa baba wanakunywa pombe itawaponza kwa uzee. Haleluya. Sasa mimi ni mtumishi na nimeshaona. Haleluya. Ile pesa wa baba wanakunywa pombe, wanaharibia kwa pombe, inawaponza uzeeni. Sasa watoto wanajua tu baba ukimpa atapeleka wapi? Kwa pombe. Sasa nani atapewa pesa nyingi? Basi baba naye ataanza kusema mama anapewa pesa nyingi, mimi napewa tu 200. Kumbe watoto wameshajua huyu ni mlevi, tumpe tu 200. Aenda ale. Sasa mama mpatie 1,000, 10,000, apange budget. Mama tukimpa pesa anapanga budget vizuri. Baba ukimpa anaenda kulewa. Na saa hiyo umekuwa mzee, hata labda pombe saa hiyo unaonja tu. Lakini watoto hawawezi wakakupatia kitu jipa. Watu watasema umekaliwa hujakaliwa. Nani alijisababishia kukaliwa? Ni yeye mwenyewe. Sababu ile unajua kuko hivi katika maisha, kuna wakati hautaki pesa nyingi. Haleluya. Kuna wakati hutaki, unataka labda shilingi 100 hiyo siku na umekosa. Shilingi 100 tu. Hiyo 100 alafu uwe uko karibu kulala njaa, alafu mtu aingie na 100 akupe hivi. Ile shukurani utampigia. Ni kama umekupa 20,000. Urudi sasa uko na 20,000. Mwingine amekupa 2,000. Shukurani ya 100 na shukurani ya 2,000 itatoshana? Itakuwaje? Sasa shukurani itakuwaje? Unajua hii 2,000 imekuja na tayari uko na 20,000. Utashukuru kwa hii? Utashukuru kwa 20,000. Hamjanielewa. Mtumishi umenielewa hapo? Nimekuelewa. Hebu waeleze. Yaani mimi nimekuja na 20,000. Yeah. Nimempatia mama 2,000. Wewe uko kando kidogo. Wewe mwenye uko na 20,000. Kuna siku ulikosa chakula kabisa. Mpaka ukasema leo ni kama nalala hii. Na vile ulikosa ukasema leo nalala hivyo. Halafu ukakuta tu saa ile unataka kulala, mtu akaingia na 100. Akwambia jamani mtumishi nimekubariki. Ile shukurani utapiga hapo kulingana vile ulikuwa unataka kulala njaa. Hata unajiuliza atatoka saa ngapi niende dukani. Tumeelewana? Sasa na saa hii umepata uko na 20,000 wapi? Mfukoni. Alafu mimi nimekuja na kuongezea 2,000. Utakimbia kwenda dukani? Hata. Kwa nini? Niko na 20,000. Niko na pesa. Niko na 20. Kwa hata hii 2,000 haina maana. Hata sisi. Haleluya. Sasa unakuta kuna wakati mtoto anataka shilingi 100. Kwa sababu ule wakati ndiye anahitaji. Sasa ile atakuwa na 20,000 kwa vile ulimnyima 100. Haleluya. Kwa vile ulimnyima 100. Utashangaa. Utakuwa unaona tu mtoto anaendesha gari, wewe mzazi hata hiyo gari kuingia. Hiyo gari tu kuingia. Yaani hata wewe unaogopa kumuomba, jamani naomba hii gari yako niweke mafuta. Haleluya.
Na ndio maana hata kwa Mungu kuna kuanga na ufunguo wa kufungua baraka. Sasa ule ufunguo watu hawajui. Sasa wanakataa, na ufunguo ni nyumba ni yangu. Wanakataa kufungua. Bwana Yesu asifiwe. Sisi tumeelewana? Kwa kuna vitu wewe mwenyewe unaweza kujinyima bila kujua unajinyima. Haleluya. Wewe mwenyewe umejinyima lakini hujui kama umejinyima. Sasa huyu mlevi ataanza kusema watoto wangu hawanitaki, wanatumia tu mama yao pesa. Hiyo inakuwa imesaulika. Tena ukisikia ujue mimi ndio baba yako. Yaani saa hiyo amekuwa mkubwa ndiye anajulisha mtoto kwamba yeye ni baba. Kwa nini akiwa mdogo hakumwambia mimi ni baba yako, kiitishwa kila kitu shuleni niambie? Kuna laana zingine hazina sababu. Na kama laana haina sababu, huyu mtoto hata umlaani haiwezi shika. Haleluya. Kwa hiyo walevi wasipotengeneza maisha yao sasa hivi, kesho hata watanyimwa chakula. Sasa ile wanahitaji. Sasa huwezi lima, huwezi enda Kibambara, huwezi fanya nini, hapo ndio unanyimwa chakula kabisa. Hata kuna wazee wengine anaambia mke wako, jamani siongee na fulani. Siongee na fulani angalau wewe huwa anakusikiliza. Haleluya. Mwasikia jamani. Sasa utakuta kama ni kuitisha pesa, mama ndiye anaitisha pesa. Halo. Baba hakuna siku amekuitisha pesa. Mama anaambiwa jamani, ongea na mtoto wako. Wewe huwa anakusikiliza. Anaogopa kusema wala hakutekeleza majukumu. Haleluya. Ndio maana huwa anasema hata kama hutaki jikaze. Hata kuna mahali, unajua kuna watoto wanafika mahali wanasema baba natupenda, ni vile tu hana kitu. Sababu unajua huyu baba anaonyesha kwamba yeye ndio baba hata kama hana. Hata kama nini anaenda anasema jamani sina, lakini watoto wangu ngoja nione kama nitaenda fulani anikopeshe. Halo. Na akienda kukopeshwa anakuja anapeana. Haleluya. Akienda kukopeshwa anakuja anapeana. Watoto wanajua mtu baba yetu ametoa lakini bila baba wengine wanafanya. Nilikuta ndoa nyingine imevunjika kisa na maana pesa ya baba haijulikani mahali inaenda. Halo. Kumbe baba alikopa pesa akafanyia harusi. Harusi ilikuwa ni ya nani? Ya huyu mwanamke. Amekuja kwa nyumba, chakula ni shida. Sasa hajasema pesa yenye tulifanyia harusi nilikopa. Sasa hii nalipa mkopo. Anaogopa kumwambia. Sasa hiyo kesi ilipo nikujia, nikamwambia sikiza, mimi nimeokoka. Niko hapa nataka ukweli. Nikitoka hapa hata Mungu ajue umeniambia ukweli. Swali, mke wako anasema tangu muoe tumemaliza miezi 7. Hajui pesa yako inaenda wapi. Na sasa ni mjamzito miezi 5. Anashangaa akijifungua kutakuaje na hata sasa chakula hakiko kwa nyumba. Akasema jamani mtumishi, acha niseme tu kweli. Ile pesa nilifanyia harusi nilikopa. Sasa nalipa deni. Marisiti ndio message ndio hizi. Sasa nilikuwa najua kitambo aenda ajifungue nitakuwa nimepunguza deni. Unajua mke alisema nini? Vile uliniosi ungeniambia kabla sijashika nini? Ujauzito tulipe deni kwanza.
Sasa unaona huyu mume hakumwambia jamaa tumefanya harusi lakini nimepitia shida. Ambia mtu mapema akukatae mapema. Jamani, hii unajua tumefanya harusi lakini nimekopa pesa. Nilikuwa nafikiria nitasaidiwa na fulani, si kusaidiwa. Nilikuwa nafikiria nitasaidiwa na fulani, si kusaidiwa, lakini nimekopa pesa na daiwa pesa hii. Sasa wewe ndio mke wangu sasa. Naweza kuambia siri zangu. Hebu tuone vile tutafanya. Ingawa mshahara wangu ni saizi kadhaa. Nikisema nilipe mshahara wote hapa kwa nyumba mke atasema sasa fanya hivi na mimi waacha nichangamke. Sasa kwa vile kwanza tunataka tulipe hii deni, kwanza usipate ujauzito mapema. Wachana nao tupunguze hili deni. Tukimaliza hili deni, maisha itakuwa iko sawa. Sasa mke alimwambia, "Kwa nini hukusema? Mimi kuna mahali nilikuwa nafanya kibarua, ningeendelea. Na wewe ulipe hili deni." Paka yeye akaja paka ilibidi apige magoti bila kuambiwa anapiga magoti. Jamani, mimi nilijua utaniacha. Sasa nikamwambia sasa simama keti kwa kiti. Nikauliza mke wake, sasa unaonaje? Mchungaji mbona hakusema? Sasa tumeshamaliza hiyo. Sasa maisha inaanza leo. Deni imebaki ngapi? Baki pesa kadhaa. Na yule anajifungua lini? Anajifungua siku kadhaa. Sasa na wewe unaonaje na hii kitambi yako, utafanya kazi kweli leo? Dada akasema hata kufanya kazi itakuwa nimenini sana. Lakini wacha nitaangalia nimuongeleshe ndugu yangu. Anisaidia na pesa kidogo ya kufanya nini? Biashara. Haleluya. Sasa hapo hiyo ndoa ikafanya nini? Ikapona. Lakini chenye kidogo kinaharibu ndoa. Ukiangalia ukiwa hauko kiroho, hautajua kinachoendelea. Sasa utaambia tu yako na madharau, huyu ako na madharau. Huyu ako na madharau ni nini tena? Sipaka useme nilifanya hivi akafanya hivi. Nilifanya hivi akafanya hivi. Ndio sisi tuseme hayo ni madharau. Hayo unajua nilipowaambia sema ukweli. Sasa unajua kuna wasichana hawana haja na harusi. Lakini ukishataja harusi na anasikia raha. Sasa mwenzangu anataka afanye nini? Harusi. Na anataka avae shela. Ile sifa ya harusi. Hawezi kuambia wachana na harusi. Lakini mkiongea usema jamaa, unajua mimi sina pesa. Na mali nafanya kazi ninapata pesa kidogo. Sasa nimeona hii mpango wa harusi, hii pesa ni nyingi sana. Sasa utanisaidiaje? Na mimi nataka tuoane haraka. Unajua na yeye atatoa wazo. Akishatoa wazo la kuwasaidia. Sasa unaambia hata harusi, tutafanya harusi, baada ya harusi maisha iendelee kawaida. Na hata tunaweza oana saa hii, baba wajue, kwangu wajue, na maisha iende. Kama ni harusi tunakuja kuhalalisha baada ya kujipanga. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Sasa itakana ujue unaamini nani. Kila mtu atasema naamini Mungu. Lakini shida ikiingia ndio utajua unaamini nani. Hello. Na ndio maana niliwaambia ile siku ningetaka kujua kila mtu anaamini nani. Ningekuwa tu hapa kanisa alafu niambie mtu asimame huku juu, arushe hapa jiwe kubwa. Nijue ni wangapi wataita Mungu na wangapi wataita mama zao. Mama yangu we. Ujue huyu hata Mungu hayuko jamani. Mama yangu peke yake. Watu wataita mama yangu. Haleluya. Tumeelewana? Haleluya. Iende mbele injili yo. Iende mbele injili ya Yesu. Iende mbele.